Naam, tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa St. Paul Official Media, karibu leo tunapopitia tafakari ya sherehe ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Sherehe ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Katika sherehe hii ambayo itakuwa siku ya tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 11. Tunasoma kama ifuatavyo. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 11. Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohane alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, Je, Bwana, huu ndipo unapowarudisha Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akishakuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa juu, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hivyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Hilo ndilo neno la Bwana. Pia wimbo katikati unatoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 47 aya ya 1 hadi ya 2, aya ya 5 hadi ya 6, aya ya 7 hadi ya 8. Enyi watu wote, pigeni makofi, mpigieni Mungu kelele kwa sauti ya shangwe, kwa kuwa Bwana aliye juu, mwenye kuogofya, ndiye mfalme mkuu juu ya dunia yote. Kiitikio: Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Bwana Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Mwimbieni Mungu, naam mwimbeni. Mwimbieni mfalme wetu, naam mwimbeni. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote, imbeni kwa akili. Mungu awamiliki mataifa, Mungu ameketi katika kiti chake kitakatifu.
Kiitikio: Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Somo la pili. Somo katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 aya ya 17 mpaka ya 23. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake unayekamilika kwa vyote katika vyote. Neno la Bwana. Shangilio katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 19 hadi ya 20. Haleluya, haleluya. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote. Somo la Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 28 aya ya 16 mpaka ya 20. Wale wanafunzi 11 walikwenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona wakamsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Hilo ndilo neno la Bwana. Tafakari ya Dominika hii ya kupaa kwa Bwana mbinguni, yaani sherehe hii, kanisa linatafakarisha tafakari ya siku ya sherehe ya kupaa kwa Bwana mbinguni. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Katika somo la kwanza katika sherehe yetu linatupatia picha ya tukio hilo la kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo aliwakusanya wanafunzi wake kabla ya kupaa, na aliwapatia utume huo na kuwa mashuhuda wake. Mitume hao walikuwa ni kanisa la mwanzo kabisa, ambao walipokea utume huo wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na hapa ndipo tunapoziona huduma ambazo kanisa linapaswa kuziendeleza, yaani kuwa mashahidi wa Kristo mfufuka. Na zaidi ni kuwa mashahidi wa huruma ya Mungu inayotimilika katika fumbo hili la Pasaka. Kanisa linatumwa kuwa na uaminifu kwake yeye aliyekuwa mwaminifu kwa Baba, yaani Kristo. Tendo hili la Kristo kupaa mbinguni linatuonyesha muunganiko wa Kristo na Baba yetu wa mbinguni, na hivyo kuthibitisha kuwa yale yote ambayo aliyatenda yalikuwa ni kwa ajili ya kumfunua yeye, kwa sababu yeye na Baba ni wamoja. Ubinadamu wetu ambao
umetwaliwa na nafsi ya pili ya Mungu na kuunganika naye katika hali ya fumbo, unatupatia uwakilishi katika ufalme wa mbinguni. Sisi tunaobaki kuwa wafuasi wake hapa duniani, na zaidi sisi ambao ni kaka na dada zake, tunaalikwa kuwa muunganiko naye na kumshuhudia katika ulimwengu huu. Tukio la kupaa Bwana mbinguni linatupeleka mbele zaidi kuona kwamba utume wetu wa Kikristo unapaswa kujikita katika Mungu, ili nasi katika maumbo, na utakiwi kujikita katika mambo ya kidunia. Roho wa Mungu ni mwongozo na mwalimu wa makanisa katika kutambua utajiri wa mbinguni ambao umefunuliwa kwetu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kanisa katika kupokea utume huo linapaswa kujikita katika maongozi ya Roho Mtakatifu kusudi kufikia malengo ya utume wake wa kuwa mashahidi wa huruma ya Mungu. Kanisa linapopokea utume wa Kristo ambao walikuja kutekeleza, yaani kutangaza habari njema ya wokovu na kustawisha ufalme wa Mungu. Kanisa zima hivi sasa lipo katika novena ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujiandaa na sherehe ya Pentekoste. Yaani kila mmoja wetu anaalikwa kuzama ndani kabisa ya moyo wake na kumwomba Mungu kwa dhati mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, ili tunapokuwa katika utume wetu tutekeleze yote kwa ajili ya kuufunua ukuu wake kwa mataifa. Yaani mapaji hayo ya Roho Mtakatifu: hekima, akili, nguvu, elimu, shauri, nguvu na uchaji wa Mungu. Leo tunaagizwa kwenda kuwa mashuhuda wa Kristo. Huu ni utume wa kuitangaza huruma ya Mungu kwa wanadamu ambao wanaitumainia kwa hamu kubwa. Tunapotafakari matumizi ya vyombo vyetu vya habari leo, hili tunashuhudia usaliti mkubwa wa malengo haya. Vyombo vya habari na kwa nafasi kubwa vya mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Facebook, YouTube vinatumika katika kuchafua na kuiharibu haiba ya mwanadamu. Basi mwanadamu kwa sababu zake binafsi hutumia vyombo hivi kubomoa na si kujenga. Tunaambiwa mitume walirudi na kubaki hekaluni wakimtukuza Mungu. Na hivi ndivyo tunavyokuwa mitume, watangulizi wetu hawa katika imani. Mambo matatu muhimu yanayojitokeza katika kusakafia kabisa mawazo tuliyoyatafakari. Kwanza kabisa ni utambulisho wa kanisa lenye furaha. Hawakubaki wanyonge au wakiwa kwa sababu wameahidiwa Roho Mtakatifu. Pili, tunaambiwa kuwa mitume waliokuwa daima ndani ya hekalu. Huu ni uthibitisho wa hali ya sala ambayo ni chombo mahususi cha kuendelea kuwaunganisha na Mungu. Na hivyo likaingia swala la tatu ya kumsifu Mungu daima. Mpendwa mtazamaji, hiyo ni tafakari ya Dominika ya sherehe ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Asante mpendwa mtazamaji, mpaka kufikia hapo ni mwisho wa tafakari yetu, na kutakia maandalizi mema ya Dominika na tafakari njema. Tumalizie kipindi chetu kwa sala. Bwana, kwa msaada wa Roho wako Mtakatifu, tunaomba tujaliwe kuwa mashuhuda wako na hatimaye tushiriki nawe katika ufalme wako. Amina.